Raisi wa TLS Boniface Mwabukusi amemripua spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa namzungumzia Dr. Tulia Ackson. Sasa kupitia Twitter, Boniface Mwabukusi ameandika tujiepushe na roho ya Kaini kwa Abeli. Hapa chini kidogo ameshare picha Dr. Tulia Ackson akiwa anazungumza. Alafu kuna caption ya Mwananchi hapa imeandika spika ashangazwa na wanaosherekea uamuzi wa mahakama viongozi kushtakiwa. Sasa Boniface Mwabukusi anaendelea ni kanuni ya haki kwamba kama wananchi wana uhalali wa kukosoa maamuzi yasiyoridhisha ya mahakama, basi wana haki hiyo hiyo ya kuyapongeza maamuzi bora yanayolinda misingi ya utawala wa sheria. Kwa mantiki hiyo, ni jambo lisilokubalika kwa bunge au spika wa bunge kubeza shangwe halali za wananchi na wadau wa haki wanapoukaribisha uamuzi makini wa mahakama ya rufani. Badala ya kauli za dharau, hili liwe fundisho na changamoto kwa bunge kujipambanua kwa kutunga sheria bora zinazojibu mahitaji halisi ya wananchi, na hivyo kulifanya liendelee kuwa chombo muhimu na husika, yaani relevant katika maisha yao ya kila siku. Ni kosa kuu na tishio kwa misingi ya mgawanyo wa madaraka pale mhimili mmoja unapotoa kauli inayoashiria kwamba unaweza kutunga sheria zinazofuta au kudhoofisha maamuzi ya mihimili mingine. Tabia hii haisaidii kukuza utulivu wa kikatiba, bali hudhoofisha imani ya umma katika taasisi zetu nyeti. Kwa sababu hiyo ninaunga mkono kikamilifu wale wote wanaosherekea uamuzi huu muhimu wa mahakama ya rufani. Ni maamuzi ya msingi yatakayokumbukwa kwa kuimarisha haki, usawa na uhuru wa mahakama. Tunatarajia kwamba uamuzi huu utaheshimiwa na kila mtu mwenye utimamu wa fikra na anayejali hatima ya taifa linaloongozwa kwa misingi ya sheria. Kauli ya Mheshimiwa Spika wa Bunge Dr. Tulia Ackson Mwansasu ni ya kusikitisha na haistahili kutolewa tena. Ni vyema spika atafakari uzito wa madaraka yake na kuepuka matamshi yanayopandikiza chuki dhidi ya mhimili mwingine. Kuendelea kwa kauli kama hizi kunaweza kumomonyoa misingi ya demokrasia, utawala wa sheria na heshima ya taasisi zetu. Tuilinde mamlaka ya mahakama, tuienzi katiba na tusonge mbele tukiwa na moyo wa ujenzi na sio mafarakano, tukiepuka roho ya Kaini kwa Abeli. Amemalizia hapo Boniface Mwabukusi jina lake. Alafu amemalizia pale President TLS, yani raisi wa TLS. Sasa comment ni nyingi sana kufuatia ujumbe hapa. Moja kati ya wadau ameandika ataje kanuni yoyote ile ya maadili ya uwakili katika nchi yoyote ile ya demokrasia inayokataza mawakili na wananchi kushangilia ushindi wa kesi. Nasema haipo. Huyu ni adui wa haki. Anafikiri tutakubali kulamba miguu ya watu wasioheshimu katiba wakitunga sheria mbovu. Tutaipinga. Mtu mwingine ameandika wanaogopa kushtakiwa, sheria ni msumeno unakata mbele na nyuma. Mtu mwingine ameandika huu upuuzi ndio ulifanyika kwenye kesi ya mgombea binafsi. Mchungaji Mtilika alishinda kesi ya mgombea binafsi, bunge likabadili. Leo madhara yake ni makubwa sana. Wabunge wanaogopa chama. Mtu mwingine ameandika bora na Kaini kuliko huyu Tulia ambaye sawa. Mtu mwingine ameandika kaka Mwabukusi Bettina Tulia Ackson is selfish. Okay, sawa. Mtu mwingine ameandika huyu dada yetu ni shida yeye huwa fikirii. Okay, sawa. Mtu mwingine ameandika dada yako huyu bana, ngoja nipite, sina wakili mimi. Mtu mwingine ameandika pale mikate 5 na samaki 2, watu gani walikula na kushiba? Maandiko hayatanii na wala sio kwamba yalisahau kuandika kitu. Msikilize hapa Dr. Tulia Ackson alikuwa akizungumza, lakini alizungumza Jumapili ya tarehe 15 Juni 2025 Ikulu Dodoma katika hafla ya kumwapisha jaji mkuu mpya George Masaju. Dr. Tulia alisema hivyo baadhi ya watu husherekea maamuzi ya mahakama kama ushindi wa bahati nasibu bila kuelewa msingi wa katiba. Msikilize hapa. Hii ni VOT Media, tumechangamka. Mazingira yake ni kwamba wanaweza kutoa maelekezo kama mkuu wa nchi
lakini wakati mwingine kama mkuu wa serikali. Kwa hivyo lazima wananchi wapate hiyo fursa, na ndio maana nimesema hapa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litaendelea kushirikiana na mahakama, kwa maana ya kwamba sisi ni kazi yetu kutunga sheria, lakini tukishatunga sheria ni kazi ya mahakama kutafsiri sheria, wakati ni kazi ya serikali kutekeleza sheria. Kwa hivyo hata hapa juzi mahakama imetoa uamuzi ambao nimesikia watu mahali wanasherekea kana kwamba wameshinda lottery hivi. Nikashangaa sana, nikasema hawa ni wanasheria kweli, wanaijua katiba? Kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatupa fursa kama bunge kutunga sheria. Inaipa mahakama kazi ya kutafsiri sheria. Mahakama ikisha tafsiri hiyo sheria, ni kazi yetu bunge sasa kuchukua hatua. Na wakati mwingine, kwa upande mwingine, mahakama inaweza ikatoa hukumu fulani, lakini bunge likiona hii hukumu iko namna fulani, tunatunga sasa sheria kuweka ile misingi, kuweka ile mipaka. Kwa hivyo lazima wananchi wafike mahali ambapo kwa kweli wataelewa kazi ya hii mihimili, na pia kumweka rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mahali anapostahili, na kumtofautisha na jaji mkuu, kumtofautisha na spika, wakati huo hata yeye kumtofautisha anapofanya kazi kama mkuu wa mhimili wa serikali. Mheshimiwa Jaji Mkuu, tunakutakia kila laheri katika utekelezaji wako, na Mheshimiwa Rais pia tunakutakia